Ni mnyama mkubwa ardhini ambaye anapatikana katika hifadhi zote karibu za taifa. Kwa tembo naweza kusema kwamba ni mfalme wa wanyama walao nyasi, kwa sababu ni mnyama pia ambaye anaweza kaishi sehemu yoyote anayotaka yeye. Mnyama huyu kwa dume anakuwa na uzito wa kilogramu kuanzia 5,000 mpaka 7,000, lakini jike anaishia tani 5. Na kwa dume, ili kumtofautisha dume na jike, tunachokiangalia pia ni ukubwa na ambao ni body size. Body size ya dume inakuwa kawaida, dume ni mkubwa muda wote, na pia vile vile dume uume wake pamoja na zile na korodani zake zipo ndani. Kwa hiyo zinapokuwa zipo ndani, kwa inakuwa ni ngumu sana kumtofautisha kati ya dume na jike, ila unaweza kumtambua dume kwa mtu ambaye hamfahamu pindi pale anapokuwa ametoa uume wake. Uume wake unakuwa na uzito wa kilogramu 27-30 na korodani yake moja ni sawa na uzito wa kilogramu 3. Na kwa tembo huwa wanaishi katika makundi, isipokuwa kwa dume muda mwingine anapenda kuishi solitary. Anaweza kasafiri kati ya kilomita 7 mpaka 10 kwa ajili ya kutafuta chakula. Tembo makadirio yake ya kuishi ni sawa na miaka 50, 60, 70, na tunaamini kwamba katika wanyama ambao wanaishi porini, mnyama anaishi miaka mingi ni tembo, kwa sababu kwa siku ana uwezo wa kula species za mimea ambayo inapatikana hifadhini zaidi ya species 40, na ndio maana anaishi miaka mingi. Huyu ni mixed feeder, na tembo mmeng'enyo wake chakula umekamilika kati ya 15%, 25 mpaka 35, na ndio maana ukiangalia katika kinyesi cha tembo unaweza kusema ni majani ambayo yamesagwa yakawekwa pembeni. Tembo anatumia masaa 16, 14 mpaka 16 kwa ajili ya kula, na masaa 3 anatumia kwa ajili ya kuoga, ambao tunasema anafanya wallowing. Anaweza kufanya wallowing kwenye matope ama anaweza kufanya wallowing kwenye maji. Anafanya wallowing kwa ajili ya kupunguza joto la mwili na kuondoa parasites, wale wadudu ambao wanakuwa wanasumbua ngozi yake. Na pia tembo uzito wake anabeba kati ya miezi 22-23, na anazaa mtoto mmoja mwenye kilogramu kuanzia 100 mpaka 180. Na tembo ilikuwa machua kwa mtoto wa kike anachukua miaka 4, anachukua miaka 4, 8 mpaka 10, lakini sana sana inaanzia miaka 8 kutokana na vyakula ambavyo yeye anakula, na dume anaanzia 10 mpaka 13. Na kwa hawa tembo pindi wanapokuwa anahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ama anapokuwa amefanywa kitendo chochote ambacho hajakipenda ama amekipenda, anaweza kutunza kumbukumbu yake kati ya miaka 20 mpaka 40. Kwa hiyo sehemu atakayopita leo inaweza ikawa ni kumbukumbu ya maisha yake yote. Tembo anategemewa na wanyama wote hifadhini katika swala zima la kugundua chanzo cha maji kiko wapi na kuangusha miti, kuwasaidia wale wanyama ambao hawawezi kufikia juu kwa ajili ya kupata chakula, kama vile mnyama kama swala, pundamilia pamoja na nyumbu. Katika hifadhi yetu ya Ngorongoro ama katika bonde hili la Ngorongoro kuna tembo wengi sana ambao wanapatikana humu ndani, isipokuwa katika maeneo haya tembo wengi ambao wanaonekana kwa urahisi ni tembo dume ndio huwa wanaonekana kwa urahisi katika eneo hili la Ngorongoro, na wakiwa na afya njema na wengi wao wakiwa ni wakubwa wametapakaa katika eneo letu hili la Ngorongoro. Na kwa kawaida tembo mmoja kati ya dume anamiliki majike 2-7, na jike wake anapokuwa katika hali ya heat period mara nyingi huwa wanasafiri kwa ajili ya kufanya honeymoon ama fungate, ambako kwa siku tembo anatumia masaa 12 kwa ajili ya kufanya sex na jike wake. Masaa 6 anatumia kwa ajili ya kumbembeleza, na masaa 6 mengine atatumia kwa ajili ya kumpanda jike wake. Lakini mara nyingine jike anapokuwa amekataa kupandwa, basi huwa wanapigana yeye na dume wake, na mpaka kuja kukubali na kuwa imechukua muda kidogo. Na tembo anapompanda jike wake, basi kwa mshindo mmoja anatoa sperm lita 5 kwa wakati mmoja, na ndipo jike anaweza kabeba mimba kwa hizo siku 3, 4 mpaka 7 ambazo atakuwa yupo katika hali ya heat period ama katika hali ya joto. Hifadhi pekee ambao binadamu na wanyama wanaishi ndani wanaishi sehemu moja ama ni ardhi mseto ndani ya hifadhi ya Ngorongoro, hamna kesi ama matukio ambayo yanatokea kwa tembo kuua binadamu.
kwa sababu wanaishi, huyo binadamu anaishi humu ndani ni miongoni mwa walinzi shirikishi ambao wanapatikana katika eneo hili, lakini pia binadamu wanaoishi humu ndani ni miongoni mwa wahifadhi wa asili. Ina maana wao pia wanatunza zile rasilimali ambazo zinapatikana ndani ya hifadhi yetu, na ndio maana wao tembo wanaoishi ndani ya hifadhi hawawezi kuwazuru hawa binadamu wanaoishi humu ndani, kwa sababu wanaishi katika hali ya kirafiki. Labda sasa kama anakalima maeneo ambayo anapita, haijawahi kutokea changamoto, labda kuna maeneo alipita akafanya haijawahi kutokea, kwa sababu tembo anapokuwa anapita sehemu na kutokuisahau, mara pengine katika yale na hawa jamii ambao wanaishi humu ndani mara nyingi wanajenga zile sehemu ambazo sio korido za wanyama, ama sio sehemu ambazo wanyama wanakuwa wanapita katika eneo hilo. Lakini pia ukijaribu kuangalia tembo, naye ukiangalia kwa viumbe ambavyo Mungu ameviumba duniani, ukiachana na binadamu kiumbe mwenye akili nyingi, anafuata tembo pamoja na jamii ya hawa kuna hawa gorila, kuna chipanzi, afu na jamii yote ya hawa nyani. Nao ni miongoni mwa viumbe ambao wana akili sana. Mfano kama tembo anajua kabisa hii sehemu ni salama na hii sehemu si salama. Kwa sehemu akihisi kwamba si salama hawezi kupita, lakini ni mnyama ambaye hatumii macho tu, lakini anatumia fikra kwa ajili ya kufikiria kwamba nitakapofanya shida, basi na yeye anajua kabisa hapa tutaletewa shida. Na ndio maana hamna kesi nyingi ya tembo kuzuru binadamu ambao wanaishi humu ndani, ila isipokuwa kuna wanyama ambao huwa wanafanya uharibifu katika eneo hili kwa wale jamii wanaoishi humu ndani ya hifadhi. Mfano kama hawa nyati. Nyati ni aggressive in nature, na wote ni mkorofi. Kwa mara pengine huwa anazuru watu bila sababu, lakini si kwa mnyama tembo. DWT Habari.